kwenye maonyesho. Yule ng'ombe naweza nikamuuza kwenye maonyesho kwenye kuanzia milioni 20, 25 hata 30. Dr. Salum Sudi Hamed, naibu waziri Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo Zanzibar, amefika kwa lengo la kujifunza na kupata ujuzi kwa mfugaji wa ng'ombe Ayubu Urio anayepatikana katika kijiji cha Singisi, Tengeru, mkoani Arusha, na kushangaa kumuona ng'ombe aliyezaa mapacha pamoja na kujionea mwingine mwenye kilo 1500 ambaye imeelezwa kwamba ana uwezo wa kuuzwa zaidi ya milioni 20. Kwa hiyo tunaona tukiweza kuwa na mifumo kama hii ya ufugaji itatusaidia na sisi katika serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kwa kweli ni kiwazi kabisa kwamba kwa mara ya mwanzo ndo nimeona moja yule wa ndani ambaye hajatoka kabisa, kwamba ng'ombe ana mwaka 1.5 lakini tayari ana kilo za kutosha, lakini na yule aliotolewa ukimwangalia kwamba ni dume la miaka 3 lakini ni ng'ombe mkubwa sana. Kwa hiyo ng'ombe kama wale mara nyingi unawakuta kwenye maeneo ya maonyesho, lakini leo tumekuta kwa mfugaji, kwa mimi nasema ni mfugaji wa kawaida ambaye ni mzawa na ni mzalendo na ameweza kufuga na kafikia kama kiwango kama kile. Uzoefu wangu kwa mara ya kwanza ndo nimeona ng'ombe kaweza kuzaa mapacha. Mara nyingi tunaona mbuzi ndo wanazaa mapacha 2, 3 mpaka 4. Lakini ng'ombe ni mara chache, kwa hiyo niseme ni mara mwanzo kuona ng'ombe amezaa mapacha, hususan hawa ng'ombe wa maziwa, kwa sababu hawa hata upandishaji wake ni wa kutumia mikono. Kwa hiyo si ule wa kiasili, na maana hata ile idadi ya mbegu zinakisiwa, sio kwamba yule anapandwa na ng'ombe mwenziwe unakuta dozi ya mbegu ni nyingi, lakini huyu mbegu zinakuwa ni za kukisia, lakini pia ameweza kuzaa mapacha. Lakini ile yote inaonyesha kwamba jinsi gani ya utunzaji wa yule ng'ombe wenyewe, kwa sababu mimba kwa maana inaanza tangu ikiwa ndogo. Kwa hiyo kama ng'ombe hali vizuri, na maana hata kuhimili wale mapacha pia ingeshindwa yani. Lakini kwa vile anatunzwa kwenye mazingira mazuri, ameweza kuhimili kuwa na mapacha na mpaka amefika ameweza kuzaa mapacha. Lakini pia nimshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa jitihada zake anazozifanya kwenye kuimarisha ujasiriamali wa vijana. Kuna mikopo ambayo inatolewa haina riba, ambayo inalenga pia kwenye kunyanyua vijana kujiwekeza kwenye kilimo ikiwemo mifugo, lakini vile vile kuboresha miundombinu, lakini pamoja na utafutaji wa masoko ya nje ikiwemo soko letu la utalii. Kwa hiyo serikali ya awamu ya 8 kwenye kipindi cha pili inachoongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi imewekeza nguvu kubwa kwenye kunyanyua uzalishaji wa maziwa Zanzibar, lakini vile vile na uzalishaji wa nyama, kwa sababu tumeona kipindi kifupi tulichopita tulipata changamoto, hususan kwenye kipindi cha sherehe kama za sikukuu, nakuta Zanzibar nyama kilo inafika mpaka 20,000. Kwa hiyo ile changamoto tayari tumeshaanza kuifanyia kazi na tuna miradi ambayo tumelenga kwenye uzalishaji wa ng'ombe kwa ajili ya maziwa, lakini vile vile na unenepeshaji wa ng'ombe kwa ajili ya nyama. Mfugaji Urio akizungumza mara baada ya kutembelewa na viongozi hao, amesema kwamba alianza ufugaji akiwa na ng'ombe mmoja na ameshukuru ujio wa viongozi hao ambao watapata ujuzi utakaosaidia uzalishaji wa nyama na maziwa Zanzibar. Naitwa Ayubu Martin Urio, naishi hapa kijiji cha Singisi, Tengeru, Arumeru, Arusha. Ni mkulima mfugaji, najishughulisha na ufugaji wa ng'ombe wa maziwa kama unavyowaona hapa. Niko kwenye shamba langu hapa Urio Farm, na nashukuru Mungu nimewapata wageni. Nimempata mgeni naibu waziri wa mifugo na maendeleo ya kilimo Zanzibar. Wamekuja kunitembelea hapa wageni kutoka Zanzibar kwa ajili ya kuja kujifunza huu ufugaji wa ndani tunaofanya wa zero grazing, ambao wanatamani nao kule kwao wakafanye kazi hizi kama tunazozifanya hapa, kwa kuwa sasa ndizo kazi ambazo zinaendesha ulimwengu kwa sasa. Unaweza kufuga ng'ombe wengi kwenye eneo dogo, lakini wakiwa na tija. Kama mlivyowaona ng'ombe wetu tunawalisha malisho haya, lakini wana afya nzuri, na wenyewe ni mashuhuda kwamba ng'ombe wana afya nzuri. Yule dume ni Flekivi, tunamuita kipara, lakini aina yake ya ng'ombe ni Flekivi. Mama yake ni Friesian, tukamwekea mbegu za Nike ya Flekivi. Kwa hiyo ni cross ya Flekivi na Friesian. Na ana uzito sasa hivi wa akosi kilo, anakaribia kilo 1500 kwa sasa za uhai. Anakaribia kilo 1500 za uhai. Mimi napenda mifugo, napenda nimuone tu, napenda saa zote nikae naye nimuone, nafarijika, na afu ni mpole, ni mstaarabu, napenda nimuone. Lakini siku nikiamua kumuuza
Hata juzi hapa kuna vijana walijaribu kutaka kumfuatafuata, lakini hawajaweza kufikia malengo. Kuna watu wamekuja hapa wamenipa hata milioni 10 wakachinje, nimekataa. Kaambia nataka niwe naye nione destiny yake. Nataka mpaka nione kwa sababu bado ni kijana na miaka 3. Nikienda kwa mfano, tukienda kama kwenye maonyesho, yule ng'ombe naweza nikamuuza kwenye maonyesho kwenye kuanzia milioni 20, 25 hata 30 nikienda naye kwenye maonyesho. Lakini wanunuzi wa ndani huko wanakuja na kuambia nakupa milioni 10, kitu ambacho na mimi sijakiafiki. Hata juzi hapa Pasaka walikuja watu wakataka kunipa pesa, nikakataa. Nataka nifikie mahali na mimi nione kwamba nitamvuna kwa uhalali.